Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Kwanza vazi la shule limekupendeza? Kweli? Basi tabii nirudi shule. Rudi tu. Unakuwa upo kwenye Menkwa kiuhalisia kabisa. Elimu yako umeshia Kidato cha 4. Tena shule tunayoshutia Menkwa ndio shule niliyosoma mimi sekondari. Kweli? Kwa hiyo napata ile experience ya shule kabisa. Yaani kwa sababu kuna walimu na wakuta pale ambao walinifundisha tukaenda kushuti. Kwanza Steve anakupa scene labda au anakuambia utacheza usika au kwenye tamthilia hii ya Menkwa, mapokeo yako yalikuwaje? Kawaida kwa sababu Steve mimi nafanya naye kazi tangu 2019 huko. Kwa hiyo kikija kitu kipya na Steve chochote hata kama mimi sipo, idea mpya akiwa nayo labda ya series au chochote lazima aniambie, Mary, kuna kitu nataka nifanye mwanangu hivi na hivi na hivi. Kuna kitu nataka lazima, kwa sababu yani tunaongea sana. Kwa hiyo ilipokuja idea ya show nikamwambia ni nzuri kwa sababu mwanzo alifanyaga kitu cha shule hivyo watu wakapenda, akaishia kati. Nikamwambia hii sasa fanya kwa ukubwa. Kweli kesho kutake namuona ananiita nyumbani kwake amejaza haya mengi kwa hapa bado mashati tu. Yaani jaribisha size yako, kila mtu ajaribishe size yake. Nikamwambia kweli uko serious. Ndio hivyo. Ni scene gani mpaka sasa hivi ambayo umecheza ambayo ukitazama inakufurahisha kwa namna fulani lakini pia maybe pia inakukumbusha kipindi ambacho ulikuwa unasoma? Kwenye Menkwa ile ya kupandisha majini. Shuleni jamani, mimi nilikuwa najua yani nahisi kama kila mtu ana majini anayepandisha majini shuleni, lakini baadaye mkiwa form 4 ndo mnakuja kugundua kumbe watu wanajifanyisha bwana. Kwa hiyo nilipopata ile scene Steve akaniambia, Mary, unaweza kupandisha majini? Nikamwambia naweza. Bibi mwenyewe nimesoma na vichaa wanaojifanya wanapandisha majini, kwa hiyo naiweza. Na nilipofanya tu one take basi. Ushakuwa na majini? Hapana, sijawahi. Hata mtu kama huyo kwetu hajawahi kuwepo kwenye familia yetu. Sawa. Nikipenda nikuulize swali hili la kichokozi la kimbea. Naona Steve Mweusi na Clamvevo wanarushiana maneno. Bwana huyu mimi na hela kumzidi huyu anasema mimi na hela kumzidi huyu. Wewe ukimtazama bosi wako, hela ipo au anazidiwa kweli na Clam? Jamani, unajua Clam ni mshikaji wangu. Lakini Steve ni bosi wangu. Kwa mimi naweza nikasema Steve ana hela kwa sababu Steve anatulipa sisi wote. Unajua Steve ndio bosi wetu. Watu wengine wanaweza kujua wanamuona lakini ndo tajiri. Steve ndo anatulipa wote. Hata ukiwa na shida una kipengele anakusaidia kusolve na nini. Kwa hiyo siwezi kusema Clam kwa sababu Clam mimi sidhani kama nishakula hata 100 ya Clam katika kufahamiana kwetu. Kwa hiyo naweza nikasema Steve ana hela zaidi. Sema tu Steve ni mtu mzima kidogo kwa Clam. Kwa hiyo kuna ile kule kubishana kunakuwa sio kama anavyofanya Clam. Lakini Steve ana hela. Anayo Steve ana hela kweli? Steve hatari. Steve ana hela. Na Steve yani hata ukiangalia wanawake zake wanapoishi eti wanawake kumbe ana wengi. Hili limekutoka. Tuendelee. Ukiangalia unaona kabisa yani anahudumia pakubwa. Kwenye mitandao watu wanakufananisha sana na Zailisa. Hata leo pia nimekwambia watu wameweka picha yako na picha za Zailisa wanasema huyu ni pacha. Leo nimefanyaje? Watu wanakupost kwenye mitandao picha yako na picha za Zailisa wanasema pacha yake Zailisa. Sema labda wana undugu. Na undugu labda na Zailisa. Sina undugu naye, yani ni hivyo tu binadamu wawili. Ila sina undugu naye. Fananisho naye umeona ni sawa? Kwa sababu yani ni mdada mzuri, mdada mrefu. Sijawahi kusikia anafanya kitu kibaya labda kwenye jamii. Kwa hiyo ni sio kitu kibaya kufananishwa na mtu ambaye hana baya. Wewe pacha yake Zailisa kwa hiyo. Kweli? Bebe hii. Kweli? Naye mashallah. Sawa, basi ndio hivyo binadamu wawili. Ni kitu gani ambacho kinakukwaza sana ama ni changamoto gani kubwa ambayo unakutana nayo kipindi ambacho upo kwenye sanaa, kwa sababu wanawake kwenye sanaa huaga kuna mambo ya kuombarushwa ngono na vikolokolo kibao. Wewe ipi kubwa ambayo unakutana nayo ambayo maybe kwa namna moja ilitaka kukatisha tamaa lakini ukaweza kuovercome na mpaka leo uko hapa? Hiyo ya rushwa ya ngono yani hiyo ni kawaida tu, yani hiyo ni sababu ambayo ipo, watu watakutongoza, lakini sasa unatakiwa tu uwe na akili yako, kwa sababu kama siku hizi yani naona changamoto kubwa sana iliyokuwepo siku hizi, naweza nikasema ni kwenye swala la kuchukuliana poa, kwamba huyu brand yake ndogo tumlipe hivi, huyu brand yake ndogo nitaongea naye tu kwamba oya
oya nakupa tu fulani unaua tu pale, oya hii nakupeleka ujue, yani nakupa tu shilingi fulani, lakini yeye kule juu kashachukua hela kubwa ambayo unatakiwa ulipo wewe. Yani hiyo ni kitu ambacho inanikata sana, kwa sababu ndio hata kama mimi brand yangu sio kubwa sana, lakini nahitaji kujihudumia, nahitaji kuvaa uhusika wenu mnaonipa. Unakuta unatakiwa upendeze, unatakiwa ufike location on time. Muda mwingine unafika location hamshuti, labda kuna vitu vimetokea, ni gharama zile zile wao wanazihesabia, hawakuongezei chochote. So mimi naona tusichukuliane mpoa, ifike mahali tu tuheshimiane. Unajua producer akiniheshimu mimi msanii, hata mimi msanii nitakuwa napenda kufanya kazi na huyo producer. Kumalizia, kuna A-list yote msanii wa Bongo Movie ambaye ulikuwa unamwangalia na unasema natamani kufika pale ambapo yeye amefika? Sio kufika, ila nilikuwa napenda anavyoigiza na mpaka leo yani navutiwa naye. Irene Uwoya yani nilikuwa napenda anavyoigiza zile scene za mapenzi, na pia ana uwezo wa kubadilika, anaweza akacheza huku anacheka, akageuka hapo hapo huku amebadilika, sio yule tena. Nikaza huyu anawezaje? Nikaga nafanya mazoezi kwenye kioo. Kwa hiyo mimi sasa hivi yani nimeiva mpaka kufika hapa nilipo, ni kwa sababu nilikuwa napenda kumwangalia Irene. Sawa, asante sana mama. Shukran. Kila la kheri. Asante.